tusilete taharuki katika nafasi za uongozi. Sasa angalia saa yako vizuri, alafu angalia na ratiba tulipo. Salamu za BAKWATA Taifa ni Alhaji Nuhu Jabir Mruma, katibu mkuu. Sallallahu ala Muhammad. Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania Dr. Abubakar Zuberi bin Ali Mbwana, waheshimiwa wajumbe Baraza la Ulama BAKWATA Taifa, wageni wetu wote, kama walivyotambulishwa, itifaki imezingatiwa. Salamu za Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA leo hii katika ukumbi huu wa Mwalimu Nyerere katika kusherekea sherehe za Eid al-Fitri. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, shukrani zote anamstahiki Mwenyezi Mungu, Mola mlezi wa viumbe vyote, kwa kutuwezesha kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani, ibada ambayo imelazimishwa kwetu sisi kama ilivyolazimishwa kwa umma zilizopita kabla yetu, na ambayo ni nguzo ya 4 katika nguzo 5 za Uislamu. Rehema na amani zimfikie aliyehitimisha mitume wote, Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na maswahaba zake waliomfuata. Mheshimiwa mgeni rasmi, awali ya yote hatuna budi kuendelea kumshukuru Mwenyezi Mungu, kwani sisi ni miongoni mwa waja wake aliotuteua na kutuwezesha kukamilisha ibada ya funga ya leo ya mwezi mtukufu wa Ramadhani na kusherekea kilele cha ibada hii adhim. Katika kukamilisha shukrani hizo maalum za dhati, tunapaswa kuendelea kutekeleza kwa vitendo mafunzo adhim tuliojifunza ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa maisha yaliyobakia hadi tutakaporejea kwa Mola wetu. Ni matumaini yetu kwamba malengo hayo ya swaumu tumeweza kuyafikia katika Ramadhani hii, na ni imani yangu kwamba tutaendelea kuishi nayo katika siku za maisha yetu zilizobaki hapa ulimwenguni. Tunamwomba Mwenyezi Mungu mtukufu atuthibitishe katika hilo. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa niaba ya Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA na kwa niaba ya Mheshimiwa Mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania Dr. Abubakar Zuberi bin Ali Mbwana, na kwa niaba ya jamii ya Kiislamu hapa nchini Tanzania, tunakushukuru sana kwa kutukubalia ombi letu la kuwa mgeni rasmi katika kushiriki nasi katika sherehe hizi adhim za kuhitimisha mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mheshimiwa mgeni rasmi, BAKWATA chini ya Mheshimiwa Mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania Dr. Abubakar Zuberi bin Ali Mbwana imeendelea kuwaunganisha Waislamu wote nchi nzima kwa kitu kimoja na kuendelea kusimamia jukumu lake la ulezi wa taasisi zote za Kiislamu nchini na kuzifanya ziwe kitu kimoja. Mbali na mafanikio hayo tajwa hapo juu, baraza pia linaendelea kujiimarisha kimkakati katika shughuli zake mbalimbali za kiuchumi na kijamii kwa kuanzisha miradi mbalimbali ya kiuchumi. Wakati huo huo tukiendelea kutekeleza mkakati wa ujenzi wa vituo vya afya nchini kote, ambavyo baadhi yake vimekamilika na vingine viko katika hatua za kati na za mwisho kwenye kukamilisha ujenzi. Tunawaomba Waislamu wote nchini na hata wasiokuwa Waislamu kuunga mkono juhudi hizi za BAKWATA za kuendelea kutoa michango yao katika kila hatua. Mheshimiwa mgeni rasmi, BAKWATA tunaendelea kuzungumzia swala la amani na utulivu katika nchi yetu, kwani bila amani hakuna maisha na bila maisha hakuna amani. Nchi yetu ni nchi yenye watu wa imani mbalimbali, kabila mbalimbali na lugha mbalimbali, lakini wote ni jamii moja wa Tanzania, na ndani ya nchi moja ya Tanzania tunaunganishwa na mambo mbalimbali. Kati ya mambo hayo muhimu ni swala la amani na utulivu katika jamii yetu. Dini zetu zinatutaka kuheshimiana, kutodharauliana kiitikadi, uwezo, fikra, mitizamo na kadhalika. Tunatakiwa kuheshimiana
kwani binadamu ni kiumbe aliyetukuzwa mbele ya Mwenyezi Mungu na ana haki na uhuru wa kufata mtizamo mwingine au kufanya lolote madhali hakiuki taratibu za sheria za nchi yetu. Aidha, Uislamu umeweka kipimo cha uadilifu kuwa ndicho kinachofanywa na kinachomnyanyua utu wa mtu na sio jambo lingine lolote, iwe nasaba, mali au jinsia. Kupitia jukwaa hili, Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA, tunatoa wito kwa Waislamu wote nchini na kwa jamii kwa ujumla kuacha migogoro na mivutano mbalimbali isiyokuwa lazima, kwani migogoro hii ni sababu kubwa ya kudumaa na kuvia kwa maendeleo ya jamii yoyote ile. Jamii inapokosa amani na utulivu, migogoro, fujo hushika hatamu na jamii hiyo huporomoka katika kila nyanja na kudharaulika mbele ya jamii nyingine. Katika sura ya 8 aya 46, Mwenyezi Mungu mtukufu anatuagiza, na mtiini Mwenyezi Mungu na mitume wake, wala msizozane mkaingiwa na woga na zikapotea nguvu zenu, na subirini, hakika Mwenyezi Mungu yu pamoja na wenye kusubiri. Nafasi kubwa tulionayo ni kuhakikisha kuwa tunaitunza na kuilinda na kuisimamia amani na utulivu wa nchi yetu kwa hali yoyote ile iwayo. Mheshimiwa mgeni rasmi, katika siku za hivi karibuni kumeibuka taarifa mbalimbali kupitia majukwaa mbalimbali juu ya kukithiri mmomonyoko wa maadili katika taifa letu. Hali hii inaashiria kwamba endapo hatutachukua hatua za haraka kama jamii za kudhibiti kasi ya mmomonyoko, huenda tukaharibikiwa zaidi huko tuendako mbeleni. Kupitia jukwaa hili, Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA limeendelea kukumbushana juu ya wajibu wa malezi bora kwa watoto wetu ambao kwa kiasi kikubwa ndio wahanga wa janga hili. Wajibu huu wa malezi mwanzo kabisa unaanzia katika ngazi ya familia. Familia ndiyo tunzo la watu. Halitunzi miili tu, bali yaliyo muhimu zaidi ni kupandikiza maadili ya kidini na kitabia katika nafsi zao. Majukumu haya yanaendelea kuwafundisha akida, ibada na akhlaq au tabia kwa wanafamilia na kuwazoesha katika kuyafanyia kazi. Kadhalika kuwafuatilia watoto wetu hadi watakapoweza kujitegemea katika majukumu yao ya kidini, kisheria na kimatendo. Ili kazi hii iweze kukamilika, msingi wake mkuu ni ndoa. Hivyo kama jamii tunao wajibu wa kuhimiza au kuhimizana katika kuweka mipango inayofaa katika kuhamasisha swala la ndoa, ambayo ndiyo njia ya kuziba milango ya uchafu. Aidha, tunakubaliana sote kwamba kusudio la Mwenyezi Mungu kuumba mwanamke na mwanamume kupitia ndoa ndio chimbuko la asasi muhimu ya familia, na mahusiano haya yameelezwa katika Uislamu kuwa ni mkataba mzito ulioanzishwa juu ya mapenzi na huruma, makazi na utulivu. Mwenyezi Mungu mtukufu anatueleza katika Qur'an tukufu sura ya 30 aya ya 21, na katika ishara zake amekuumbieni wake zenu kutokana na nafsi zenu ili mpate utulivu kwao, naye amejalia mapenzi na huruma baina yenu. Hakika katika haya bila ya shaka zipo ishara kwa watu wenye kufikiri. Kinyume na mahusiano haya, hakuna uendelevu wa familia, bali ni chukizo kubwa kwa Mwenyezi Mungu. Wakati Uislamu unahimiza haya ya kuoa mapema ili kuwalinda vijana wetu wa kiume na wa kike, ili kujiepusha na zinaa, utamaduni wa baadhi ya nchi unarasimisha na ni kosa la jinai kuoa au kuolewa mapema, na unaleta badala yake ruksa ya zinaa mapema na kuzitaka serikali zetu kuongeza umri wa kuoa au kuolewa inapowalazimu. Yaani utamaduni ambao unatoa wito
kuifunga halali na kuifungua haramu, haramu iliyofanywa kuwa ni haki miongoni mwa haki ya chipukizi wote wa jinsia kwa umri wote. Kwa nukta hii, Mheshimiwa mgeni rasmi, Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania tunaendelea kuiomba serikali ifikirie swala la urasimishaji wa somo la elimu ya dini mashuleni, na ikiwezekana walimu wake wawe ni wa kuajiriwa na serikali, ili somo hili wanafunzi wetu wapate maadili kuanzia ngazi ya chini, ambapo itakuwa ni msingi mzuri wa kuwakinga na madhila haya ambayo yanatokana na utamaduni tofauti tofauti. Mheshimiwa mgeni rasmi, kipekee Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania limeanza kujikagua na kujifanyia tathmini kwa kuangalia mfumo wake wa uendeshaji wenye tija kwa jamii nzima ya Kiislamu nchini. Katika kuendea jambo hilo, Mheshimiwa Mufti ameunda tume maalum ya maboresho yenye wataalamu wa nyanja mbalimbali ambao watapitia changamoto mbalimbali za Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania na kupendekeza mfumo sahihi wa uendeshaji wa baraza kwa ufanisi, ili kuakisi lengo lake la kuwa chombo kikuu cha Waislamu nchini Tanzania. Tume hiyo imeanza kazi zake vizuri, na katika hatua za awali inaendelea kukamilisha utatuzi wa changamoto mbalimbali za mali za baraza, ikiwa ni pamoja na eneo muhimu la ardhi. Tunazishukuru sana mamlaka za serikali zilizotupa ushirikiano kwenye kuyaendea mafanikio haya. Kipekee Mheshimiwa Rais, tunamshukuru sana kamishna wa ardhi, lakini pia na msajili wa hati katika Wizara ya Ardhi. Hata hivyo, Mheshimiwa Rais, katika kutatua baadhi ya changamoto hizo za ardhi katika baadhi ya maeneo, mamlaka hizo zilifikia ukomo, kwani baadhi ya changamoto hizo zinahitaji mamlaka ya Rais. Kwa muktadha huo, tunaomba kuziwasilisha kwako rasmi ili uangalie uwezekano na namna ya kufikia utatuzi wake kwa manufaa ya jamii yetu. Mheshimiwa mgeni rasmi, Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania kwa niaba ya Waislamu wa Tanzania tunaendelea kukupongeza sana kwa namna unavyoendelea kuliendesha taifa letu kwa kuzingatia misingi ya haki na usawa. Kipekee tunakupongeza sana kwa kuunda tume ya maboresho ya taasisi ya haki jinai. Tunaamini kwamba tuna imani kubwa sana na tume hiyo na hata mfumo wake wa ukusanyaji wa maoni kutoka katika taasisi mbalimbali na watu tofauti tofauti. Ni mategemeo yetu kwamba mwisho itakushauri vizuri namna ya kuendea maboresho ya taasisi hii muhimu ya haki jinai nchini. Mheshimiwa mgeni rasmi, tumemalizia ibada ya saumu ambayo ni nguzo ya 4 katika Uislamu. Mbele yetu ipo nguzo ya 5 ambayo ni hija. Kwa mwaka huu mamlaka zinazosimamia hija nchini Saudi Arabia tayari zimeshatoa maelekezo ya kufanyika kwa ibada hiyo bila masharti ya umri kama ilivyokuwa katika miaka michache iliyopita. Kwa upande wetu Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania, kwa upande wetu kama nchi tayari tumeanza maandalizi kupitia kamati inayoratibu hija Biitha, ambayo imepitisha taasisi 16 ambazo zimekidhi vigezo vya kuratibu na kupeleka mahujaji nchini Saudi Arabia. Aidha, Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA, ikiwa ni miongoni mwa taasisi hizo 16, nayo tayari imeshaanza maandalizi hayo kwa gharama za dola 6,000 kwa kila haji. Wale wenye nia mnakaribishwa kupitia idara yetu ya hija BAKWATA makao makuu na ofisi zetu zilizoko katika mikoa na wilaya zote nchini. Hata hivyo, Mheshimiwa mgeni rasmi, idadi ya mahujaji wa Tanzania hadi sasa ni ndogo ukilinganisha na kiasi cha hisa za mahujaji zinazotolewa kwa nchi yetu. BAKWATA kwa kushirikiana na taasisi
nyingine za hija, tumeanza kuhamasisha Waislamu wenye uwezo kuhakikisha kuwa wanawekeza na wanaiendea ibada hii muhimu ambayo ni nguzo ya 5 ya Uislamu. Mheshimiwa mgeni rasmi, kabla ya kumaliza, nichukue fursa hii tena kukushukuru wewe binafsi, viongozi wote waliojumuika nasi katika shughuli hii adhimu. Tunamwomba Mwenyezi Mungu mtukufu awajalie afya njema na salama ili muweze kuliongoza taifa letu kwa hekima na busara. Mwisho kabisa, Mheshimiwa Mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania Dr. Abubakar Zuberi bin Ali Mbwana anawatakia Waislamu wote na wananchi wote nchini kwa ujumla kusherehekea sherehe hizi za sikukuu ya Eid al-Fitri kwa salama na amani. Kulu amun wa antum bi khair. Eid Mubarak.